Tutaanza na Kutoka 13, 11 hadi 16. Kisha tutasoma Hesabu 18 mstari wa 15 na tutamalizia na Mwanzo. Kabla ya kusoma, tumkaribishe mwandishi wa neno. Tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru tena asubuhi ya leo, tukijua kwamba yote yanawezekana kwa imani. Na ulisema ikiwa watu walioitwa kwa jina langu, na hapa tupo bibi harusi tumeitwa kwa jina lako, wakajikusanya kwa pamoja, wakaziacha njia zao mbaya, wangeliomba jambo lolote, wewe ungelisikia kutoka mbinguni na ungeiponya nchi yao. Hiyo ni ahadi iliyoko kwenye neno lako, na mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yako hayatapita kamwe. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu tunasimama nyuma ya neno hilo. Wewe ulisema tu tungekaa nyuma ya hilo neno, wewe ungeliangalia neno lako upate kulitimiza. Nasi tunaomba tena asubuhi ya leo Bwana Yesu, kwamba tumekusanyika hapa nyuma ya ile neno lako, tukiomba kwa ajili ya mchungaji wetu ukapate kumshindia kule aliko. Tunaomba kwa ajili ya mke wake ukapate kumponya kabisa. Tunaomba kwa ajili ya familia yake. Tunaomba kwa ajili ya kusanyiko zima. Na sisi tulioko mahali hapa Bwana Yesu, tunapokusanyika kwenye mzoga huu wa saa ambao ni ujumbe wetu uliouleta kupitia mjumbe wako William Marion Branham, na akahubiri na ukasema atakapokuwa tayari kupiga baragumu hapata kuwa na wakati baada ya haya. Tunashukuru Bwana Yesu kwa sababu umetuita wakati wa jioni, wakati wa mwishoni, wakati ambapo unawakusanya wateule wako, ni wakati ambapo unakusanya ngano na kuweka gharani. Umeiweka tu juani ipate mwanga wa jua ili uweze kwenda kwenye harusi ya mwanakondoo. Tunakushukuru kwa ajili ya upendeleo huo mkuu. Na asubuhi ya leo Bwana Yesu, watu wamekusanyika wakiwa na shida mbalimbali, wanataka kusikia chochote kitu kutoka kwenye neno lako. Wewe ndiye unayejua mawazo yetu, wewe ndiye unayejua shida yetu, wewe ndiye unayejua uhitaji wetu Bwana. Njoo asubuhi hii tena tunakualika Bwana Yesu, uje ugange kila moyo uliovunjika, ukapate kumuinua kila aliyerudi nyuma, ukapate kumfariji anayehitaji faraja, ukapate kuponya wagonjwa wote, ukapate kumuinua bibi harusi wako Bwana Yesu. Tunajua ulipoalikwa na yule Simioni kwenye ile sherehe, japo alikualika kwa ajili ya kufanyia dhihaka, wewe Bwana Yesu ulienda na ukakubali mwaliko. Na asubuhi watoto wako wako mahali hapa Bwana Yesu, hawajakuita kwa ajili ya dhihaka au kitu kingine, wamekuita ili wakutane na wewe Bwana Yesu. Njoo tena ukapate kuwabariki Bwana. Njoo ukapate kuwatendea kama ulivyowatendea waliokutana na mitume. Njoo watendee kama ulivyowatendea waliokutana na Branham. Njoo watendee kama ulivyowatendea waliokutana na wewe wakati wa neno lako. Tunaomba Bwana Yesu usitupite asubuhi hii tunapoenda kusoma maandiko haya sisi kama wanadamu. Tunaomba tena utuchukue katika mazingira mengine, utuingize tena uweponi mwako Bwana Yesu, tuketi katika ulimwengu wa kiroho, tukila ushirika pamoja na wewe. Tunaamini kwamba neno hili litakwenda kuwa ni neno la baraka kwa kila mmoja wetu, hata tutatoka mahali hapa tukisemezana kama walitoka Emau, kwamba wakati neno lipo kwa linasemwa, hakika yangu nalimuona Bwana, neno lilinizungumzia mahala fulani, na mwingine aseme niliona jambo fulani, na mwingine aseme nilibarikiwa mahala fulani, kwa sababu wewe unapokuja unatenda kama ulivyotenda mara ya kwanza. Na leo hii watu wako wameweka mioyo yao mahali hapa, wanahitaji kukuona tena Bwana Yesu. Njoo uniondoe mimi mwenyewe njiani, si chochote, sina lolote, na wala sina maneno yote ya kuambia watoto wako, ila wewe Bwana ungali unayo maneno mengi ya kutuambia. Hata uliwaambia wanafunzi wasingeliweza kuyastahimili wakati huo, lakini atakapokuja huyo Roho wa kweli atakayekuwa nyuma ya Branham angelituambia kweli yote. Nasi tunakuja nyuma ya huyo Roho wa kweli ambaye alikuja kupitia mjumbe wa saa Branham, na nguzo ya moto ikiwa ni shahidi, na ikiwa nyuma ya mimbara hii asubuhi ya leo, ije tena ituzungumzie na itubariki. Tunajiachilia mikononi mwako tunapoenda kusoma maandiko haya, uyafunue yakapate kuwa dhahiri kwetu, kwa jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana wabariki. Kutoka 13 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema,
itakuwa hapo Bwana atakapokuleta katika nchi ya Wakanaani, kama alivyokuapia wewe na baba zako na kukupa, ndipo utamwekea Bwana kila afunguaye tumbo na kila mzaliwa wa kwanza uliye naye, azaliwaye na mnyama. Hao waume watakuwa ni wa Bwana. Kila mzaliwa wa kwanza wa punda utamkomboa kwa mwanakondoo, na kwamba hutaki kumkomboa utamvunja shingo. Na kila mzaliwa wa kwanza wa binadamu katika wanao utamkomboa. Kisha itakuwa hapo mwanao atakapokuuliza keshoni akisema, ni nini hivi? Utamwambia, Bwana alitutoa Misri, kutoka ile nyumba ya utumwa, kwa uwezo wa mkono wake. Basi ilikuwa hapo Farao alipojifanya kuwa mgumu, ili asitupe ruhusa kuondoka, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote waliokuwa katika nchi ya Misri, wa binadamu na wa mnyama. Kwa ajili ya hayo namtolea Bwana wote wafunguao tumbo wakiwa waume, lakini wazaliwa wa kwanza wote wa wana wangu na wakomboa. Bwana abariki sana. Anasema jambo hilo litakuwa ni ishara mkononi mwako na utepe katikati ya macho yako, kwa kuwa Bwana alitutoa Misri kwa uwezo wa mkono wake. Mungu naongeze baraka kwa kusoma kwa neno lake. Wakati tunaenda kusoma Hesabu 18 tuwe tumeketi. Bwana wabariki sana. Tufungue Hesabu sura ya 18 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, kila kifunguacho tumbo cha wenye mwili wote watakachomsogezea Bwana, cha wanadamu na cha wanyama ni chako, lakini mzaliwa wa kwanza wa binadamu huna budi utamkomboa, na mzaliwa wa kwanza wa wanyama wasio safi utamkomboa. Na hao watakaokombolewa katika wanyama hao, anasema na hao watakaokombolewa katika wanyama hao, tangu aliyepata umri wa mwezi mmoja utamkomboa, kama utakavyohesabu kima chake, kwa fedha ya shekeli 5, kwa shekeli ya mahali patakatifu, nayo ni gera 20. Mungu naongeze baraka kusoma kwa neno lake. Somo langu asubuhi ya leo itakuwa ni haki ya mzaliwa wa kwanza. Bwana abariki sana. Haki ya mzaliwa wa kwanza. Wengi tumesikia habari za haki ya mzaliwa wa kwanza, lakini nilitaka leo tuone mzaliwa wa kwanza alikuwa na haki gani. Bwana abariki sana. Na hiyo haki ni kitu gani, na kwa nini imesisitizwa sana kwenye Biblia? Bwana abariki sana. Na ujumbe ambao nitatembea nao kwa kirefu ni ujumbe wa kusikia, kutambua, kutenda kwa neno la Mungu. Bwana bariki sana. Wa mwaka 60 mwezi wa pili tarehe 21. Haki ya mzaliwa wa kwanza ilikuwa ni sheria katika Israeli, na walipewa maagizo na Bwana kwamba kila atakayefungua tumbo ni wa Bwana. Bwana bariki sana. Awe ni wa mnyama, awe ni wa binadamu, huyo anakuwa ni wa Bwana. Bwana bariki sana. Na ni uteuzi, kwa sababu hakuna anayepanga kwamba ni nani azaliwe awe wa kwanza. Kwa hiyo lilibaki ni fumbo kwa Mungu, na Mungu alitaka kuwaonyesha wanadamu ya kwamba yeye ndiye anayepanga mambo. Bwana abariki sana. Na katika kupanga kwake mambo, yeye ndiye anayechagua nani awe bibi harusi, nani awe mzebu. Bwana abariki sana. Yeye ndiye anayechagua ni yupi atamuoa awe bibi harusi wake na ni yupi sio bibi harusi wake. Bwana abariki sana. Ndiyo maana yote yako katika uweza wa Mungu. Sasa ikawekwa sheria
Kwa sababu mtu hutambulikana kwa tabia zake, na kwa sababu ni sheria ya Mungu, maana yake ni tabia ya Mungu. Sasa katika sheria za Mungu aliweka sheria ya mzaliwa wa kwanza, kwamba ukizaliwa tu wa kwanza wewe ni wa Bwana. Bwana abariki sana. Haijalishi wewe ni mzuri au ni mbaya, wewe ni mfupi au ni mrefu, lakini ili mradi umezaliwa wa kwanza, wewe ni wa Bwana. Bwana abariki sana. Kwa hiyo inaenda nyuma, inavuka maumbile. Kwa hiyo sio swala la kuzaliwa, ni swala nyuma ya kuzaliwa, kwamba ni nani anayepanga kwamba fulani akazaliwa duniani sasa hivi. Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Ndio maana ilikuwa ukizaliwa wa kwanza tu, kile kitendo cha kutoka ukiwa wa kwanza, wewe ni wa Bwana. Bwana abariki sana. Kwa maneno mengine tungesema mbinguni unaingia, utende dhambi usitende dhambi, wewe ni wa Bwana. Bwana abariki sana. Umtumikie usimtumikie, wewe ni wa Bwana. Bwana abariki sana. Kwa hiyo Mungu alitoa uchaguzi kutoka uchaguo la wanadamu likawa ni chaguo lake mwenyewe, kwa sababu mwanadamu siku zote huanguka. Leo ana nia hii, kesho ana nia nyingine, lakini ili litimie kusudi la Mungu, yeye anajichagulia mwenyewe. Bwana abariki sana. Kwa hiyo kwa Israeli akawapatia, ikawa kama sheria, kila mzaliwa wa kwanza ni wangu. Bwana abariki sana. Kwa hiyo ilikuwa imewekwa kwa namna hiyo kwamba mzaliwa wa kwanza ni wa Bwana. Na ukisha kuwa wa Bwana, maana yake una baraka za Bwana. Jeshi lote la mbinguni liko nyuma yako. Sio kwamba unaita majeshi, hapana. Majeshi yako nyuma yako, kwa sababu wewe ni wa Bwana. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kulikuwa kuna hiyo baraka ya kuwa mzaliwa wa kwanza, na ikawa ina haki ya mzaliwa wa kwanza. Na kwa sababu walikuwa ni wa Bwana, unajua Bwana yuko wapi? Bwana bariki sana. Sinasema ni wa Bwana, Bwana yuko wapi? Na waliambiwa akizaliwa umpatie Bwana. Kumbe Bwana ni Haruni. Amtaki. Bwana bariki sana. Kwani walikuwa wanawapeleka mbinguni? Kondoo zilienda mbinguni? Walimpelekea Bwana. Bwana bariki sana. Haruni ndiye aliyekuwa kuhani mkuu, ndiye akawa kama Bwana. Halafu Walawi wakawa ni makuhani wadogo wadogo, wenyewe wanakula zaka, lakini malimbuko na mazao ya kwanza yote ni ya Bwana. Bwana nani? Bwana abariki sana. Ndio hii hapa tumeisoma kwenye Hesabu 18:15. Anasemaje hapo? Kila kifunguacho tumbo cha wenye mwili wote watakachomsogezea Bwana, cha wanadamu na cha wanyama, ni chako. Chako nani? Mstari wa 8. Kisha Bwana akamwambia Haruni. Bwana abariki sana. Unajua somo la uchaguzi au la uteuzi, la kujua kimbele, ndio linaloleta haki ya mzaliwa wa kwanza, kwa sababu yote yanajulikana na Mungu. Na Mungu kipindi anaweka wana 12 au makabila 12 ya Israeli, aliwachagua Walawi kuwa ndio watendakazi nyumbani mwa Bwana. Utake usitake, ukizaliwa Mlawi, wewe ni kuhani. Bwana abariki sana. Kwa hiyo Walawi, ukizaliwa tu kwenye kabila la Lawi, wewe ni kuhani. Ila kama hujazaliwa, umezaliwa kwa Yuda, kwa Benjamini, kwa Ruben, wewe sio kuhani. Hata kama una sauti nzuri sana ya kuhubiri, wewe hukupaswa kuwa kuhani, kwa sababu ukuhani sio sauti, ukuhani sio akili, ukuhani sio maarifa, ukuhani ni uteuzi. Na kama huduma ni uteuzi, ilibidi Mungu athibitishe kwa kuileta kwa njia fulani ili kuondoa ubishi. Bwana abariki sana.
Kwa hiyo haijalishi umezaliwa kabila la Yuda, unajua kuhubiri vizuri sana, Torati yote ya Musa unaijua, kanuni zote unazijua, umesoma Torati vizuri, hauruhusiwi hata kuingia kwenye ile hema, kwa sababu wewe sio Mlawi. Hapa angelikuja Mlawi, hajui hata kuongea vizuri, anaongea kwa kugugumiza, lakini kwa sababu ni Mlawi, ahadi ya kiungu iko nyuma yake. Ana haki ya kuwa mhuduma kwa sababu ni Mlawi. Bwana bariki sana. Kwa hiyo huduma sio kusoma nukuu. Huduma sio kujua jumbe. Inawezekana unazijua jumbe zote za Kiingereza na za Kifaransa, umesikiliza kanda zote, lakini kama kwa kuanzia huduma haikuwekwa nyuma yako, hamna kitu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Israeli. Hujazaliwa Mlawi hata kama unafaa sana, hamna. Ndio akina Kora na akina Dathan. Tena Walawi hao, Bwana abariki sana, wakainuka. Sasa hivi kwa nini Musa tu? Kwa nini Haruni tu? Bwana abariki sana. Hivi kwa nini ni hawa tu? Uje kuvisikia hivyo vimaneno? Kwa nini wakina mzee mgani hawachi ushemasi? Kwa nini hivyo vimaneno? Haviko madhabuni humu. Bwana abariki sana. Kwa nini ni wale? Na wenyewe walianza hivi. Kwa nini ni Musa tu? Kwa nini ni Haruni tu? Mbona wapo watu wazuri? Wakina Kora na Dathan wakaitana, wakashawishi watu, wakawa 250, wakachagua wazee wazuri wenye huduma 250. Wanamwambia Musa na Haruni, unafikiri ni nyie tu? Hata hawa wako super. Hizi zote ni huduma na Mungu anatenda kupitia hawa. Kwa nini basi tusiwekeane zamu? Unaonaga mazebuni kule, Jumapili utahubiri, jiandae. Afakuja achagua dada fulani atahudumu Jumapili. Jumatano nyingine atachagua mwingine. Hiyo ya kina Kora na Dathan. Ile kwa nini ni wale? Sasa muulize Mungu. Ni swala la uchaguzi. Ni swala la uteuzi. Haliko mikononi mwa mtu. Liko mikononi mwa Mungu. Kwa akajiunda 250, wako kinyume cha Musa na Haruni. Mungu akamwambia tulia, Musa na Haruni wala hata msihangaike. Hawa namalizana nao sasa hivi. Na ile Mungu anasema namalizana nao sasa hivi, shughuli ikaanza kuwapata huko. Wakaanza kufa kwa town. Ndio Musa akamwambia Haruni, mchukua chetezo, nenda ukafanya hivi na hivi, fukiza uvumba ili hasira ya Mungu ipungue. Town ikapungua kidogo. Kuatia tu adabu. Kuonyesha mnataka kuchokoza sehemu ambayo hamuijui. Kila mtu kaumbwa tofauti, kazaliwa tofauti, na ana kazi tofauti, na kazi yake inaheshima tu sawa na kazi ya mtu mwingine. Yule dada anayekuja hapa na kufuta viti ili wewe uje hapo umenyoosha shati lako ukae vumbi sikupate, ana thawabu kubwa tu kama alionao mhubiri mimbarani. Ni vile wewe tu haujajua. Yule anayefagia hapa, watakatifu wakija wakanyage hapa, malaika wakija kudunda na kuimba waimbe hapa, ana thawabu kubwa mbinguni kwa sababu anabeba jeshi la Mungu. Ila ni kutokujua kunaanza kuleta roho ya kwa nini. Kwa sababu kama hujui kama wewe ni Mlawi au ni Benjamin, utaanza kutamani kuwa Mlawi, na kati kwa kuanzia wewe sio Mlawi. Bwana abariki sana. Mungu abariki sana. Kwa hiyo nchi ikafunguka, ikawameza wale 250 na wengine wote waliojitenga, wakarudi upande huu, ikawameza. Lakini watu hata hawakukoma. Unafikiri Israeli kuma kunungunika? Ni kama mtu anaweza kaona nguzo ya moto kabisa humu imetokea, lakini wanasema ila ule mchungaji ule vingine. Bwana bariki sana. Lakini ni huyo aliyeshuhudia kwamba huyu mzee ana nguzo ya moto nyuma yake.
Lakini huyo anaanza kushuka. Yaani hao walioona 250 ardhi imefunguka hivi ikawameza, hao wakaanza kusema bado. Kwa nini ni hawa tu wahudumu? Sawa, tumekubali Walawi ndio wao na hudumu. Kwa nini Haruni tu? Yaani kwa nini Haruni? Mungu akamwambia Musa, chukua fimbo. Kila kabila lilikuwa na mzee. Chukua mzee, chukua fimbo. Fimbo ya Benjamini ikachukuliwa. Fimbo ya Rubeni ikachukuliwa. Fimbo ya Lawi. Na Mungu akamwambia ile fimbo ya Lawi usiandike Lawi, kwa sababu kila fimbo ilikuwa inaandikwa jina. Ile fimbo ya Lawi iandike Haruni. Bwana abariki sana. Kwa hiyo kuna Mlawi na kuna Haruni. Ingawa wote ni Walawi, lakini bado majukumu ni tofauti. Mnaweza mkawa wote ni wahuduma, lakini huduma hazifanani, huduma hazilingani. Bwana abariki sana. Sasa walivyozikusanya zile fimbo, ni usiku mmoja tu. Kesho yake fimbo ya Haruni imeota, imetoa maua na matunda. Nafikiri wabishi walionja. Au kuna watu wao waamini. Sasa mtule hivi ni matunda kweli au Musa na Haruni ndio wanatuchezeshea? Sababu kuna watu kipindi wanavuka kwenye bahari ya Shamu, maji yametengana, watu wanaenda kubonyeza. Hivi kweli hayarudi kweli haya? Naweza kujichanganya tukapita afu tukafunikwa humu. Bwana bariki sana. Kwa hiyo inawezekana kuna watu walitaka kuonja. Ya hivi kweli ni fimbo imeota kweli? Tena Mungu akamwambia iache iwe ushahidi. Itakaa mle kwenye hema na itakuwa ushahidi. Mbishi yote anayebishana na Haruni, kabla hajaanza kubisha aje aone kwanza fimbo. Ndio maana huduma kuu huwa ina ishara nyuma yake. Alafu huduma zingine zinatoa ishara kutoka kwenye ishara kuu. Huduma kuu tulionao ni William Marion Branham. Na popote alipo William Marion Branham, nguzo ya moto iko juu pale. Wewe bishana na Branham, lakini elewa nguzo ya moto iliyoiangalia bahari ya Shamu kwa hasira, bahari ikaachanika, ikawaacha watoto wapite, iko pale. Pingana na nukuu zake, ukifikiri unampinga Branham, lakini unapinga ile nguzo ya moto iliyoko pale. Kwa Haruni peke yake ndiye aliyekuwa kuhani mkuu, na ndiye aliyekuwa na ishara ya fimbo. Lakini wengine wote Walawi ni makuhani. Kwa hiyo kuna kuhani mkuu na makuhani. Kwa hiyo kuna nabii na kuna huduma 5. Sasa usilazimishe huduma 5 iwe na nguzo ya moto uione kwa macho. Usilazimishe. Hauna tofauti na wanaolazimisha Mlawi wa kawaida fimbo yake yote. Iliyoota ni fimbo ya Haruni. Lakini bado Walawi wengine wote walikuwa ni nini? Makuhani kwa kuzaliwa. Utake usitake watakula zaka. Bwana bariki sana. Kwa hiyo ukisoma hapa Bwana bariki sana, unaona Mungu akamwambia, tazama nimekupa wewe, huo mstari wa 8, ulinzi wa sadaka zangu na za kuinuliwa, maana vitu vyote vya hao wana wa Israeli vilivyoweka wakfu nimekupa wewe na wanao vitu hivyo kwa ajili yako. Vilivyoweka wakfu nimekupa wewe na wanao vitu hivyo kwa ajili ya kule kutiwa mafuta kwenu, kuwa haki yenu. Mbona watoto wa mchungaji wananenepa tu? Sasa wakonde tu wanakula sadaka zetu, wale nini sasa? Wale nini? Au ilo nalo mpaka tuwasomee. Tunalisoma. Vitu hivi vitakuwa vyako katika vile vilivyo vitakatifu sana, visiteketezwe motoni matoleo yao yote, maana kila sadaka yao ya unga na kila sadaka yao ya dhambi na kila sadaka yao ya hatia watakao nitolea. Wanamtolea nani? Mungu. Vitakuwa vitakatifu sana kwa ajili yako wewe na kwa wanao. Kwa acha mchungaji anenepe, watoto wake wanenepe, na wakinenepa ndio wewe unabarikiwa. Bwana bariki sana. Wakikonda ujue hujatoa vizuri.
Mstari wa 10. Sasa tunalalamika eti wanakula tu hela za kanisa. Sasa Mungu anasema utakula vitu hivyo kuwa ni vitu vitakatifu sana. Na Mungu amemwambia utakula vitu hivyo kuwa ni vitu vitakatifu sana. Kila mme atakula vitu hivyo, vitakuwa vitakatifu kwako wewe. Tena kitu hiki chako, ile sadaka ya kuinuliwa ya kipawa chao, maana sadaka za kutikiswa zote za wana wa Israeli, hizi nimekupa wewe na wanao na binti zako pamoja nawe. Tunanenepeana. Ni haki yenu ya milele. Kila mtu katika nyumba yako aliye safi atakula katika hizo. Hata ameenda ni mgeni ila yuko safi, atakula katika hizo. Huyo ni nani anaambiwa? Haruni, ambaye ndo alifanyika Bwana, na nguzo ya moto imeshaonekana, fimbo yake imeota. 19. Sadaka za kuinuliwa za vitu vitakatifu wana wa Israeli wavisogezavyo kwa Bwana, nimekupa wewe na binti zako pamoja nawe mle. Bwana hamtaki? Ni Mungu alisema wale. Mwitikie hivyo sasa. Kama mkinyamaza hamtaki au? Bwana abariki sana. Ni haki yenu ya milele, ni agano la chumvi la milele mbele za Bwana kwa ajili yako na kizazi chako pamoja nawe. Kisha Bwana akamwambia Haruni, wewe hutakuwa na urithi katika nchi yao, wala hutakuwa na fungu lolote kati yao. Mimi ni fungu lako na urithi wako katika wana wa Israeli. Kwa Haruni ni wa Bwana, urithi wake ni Mungu. Mungu anamlishaje? Anamlisha kupitia watoto wa Mungu. Kwa hiyo Mungu adondoshi hela kwamba we Haruni kwa sababu haulimi haupandi, ukiamka tu hela ziko mfukoni. Mungu hakuweka hela hivyo. Mungu aliweka hela ikatafutwe. Sasa wewe lala ndani utegemee hela itakuja. Hela inatafutwa. Dhahabu yenyewe tu Mungu aliificha. Kwani ameiweka tu kwamba unaona kama mawe yanavyoonekana? Hapana, chochote cha thamani kimefichwa. Kwa hiyo anajua kabisa Haruni anataka pesa. Atapataje pesa? Inabidi ambariki Mwisraeli wa kawaida, ili atakapombariki huyu sasa ndiye alete nyumbani kwa Bwana. Kwa hiyo mchungaji anabarikiwaje? Ni kwanza Mungu akubariki wewe. Lakini akikubariki usipoleta, Bwana abariki sana. Unamwona mzee yuko wapi? Kanondo. Ilitokeaga hivyo hivyo, makuhani walianza kulima. Kwa sababu gani? Watu hawaleti. Yaani mzee akishinda kule, naona shinda kwenye biashara, hamna anayepata. Wewe pata vizuri, peleka vizuri, hata enda kule ataketi akuombee, alafu ona atakavyokubariki. Akienda kule aende kwa kustarehe tu, kwa kujipumzisha baada ya siku kuu yenye uchovu mwingi na huduma imekuwa nyingi, aenda akapumzike bustanini kwake. Lakini Mungu anakubariki ili ulete. Kama hauleti hakubariki, imeisha. Petro na Yesu wakakamatwa na TRA, ngaje sio TRA ya kipindi hicho, kodi. Kwani alifanya hivi akatoa hela? Bwana abariki sana. Sheria ya hela, fanya kazi, ndio sheria ya Mungu. Asiyefanya kazi na asile. Mwivi na asiibe tena, bali afanye kazi apate kitu aweze kumsaidia muhitaji. Na maandiko yanasema usiwanyime watu mambo yaliyo katika uwezo wa mkono wako kuyatenda, kwa sababu Mungu anakubariki ili usaidie wengine. Mungu sio mbinafsi. Hakubariki ubaki wewe kama wewe. Hapana. Mungu akikubariki maana yake umefanyika daraja, mtu mwingine afaidike kupitia wewe.
Bwana bariki sana. Ni Mungu anakumiminia chakula, alafu unaweka mfukoni. Ikijaa mifuko hamimini. Lakini akikumiminia huku, unaweka huku, unampa mwenzako. Anakumiminia huku, unaweka huku, unampa mwenzako. Wewe zinazidi kumiminika tu. Baraka zinapishana tu. Kwa sababu kupitia wewe jamaa yako inabarikiwa. Bwana bariki sana. Alafu mstari wa 21 ikasema, na wana wa Lawi nimewapa zaka zote katika Israeli. Kwa hiyo Haruni kuhani mkuu, wanafuata makuhani wa Lawi. Wao wameamriwa kula zaka, lakini na wao kwenye hiyo zaka wanatoa fungu la 10. Hata mchungaji unavyomtolea fungu la 10, akienda akizijumlisha, na yeye huwa anatoa fungu la 10. Kuna fungu la 10 la fungu la 10. Bwana bariki sana. Utaisoma mwenyewe hapa. Walawi walivyokuwa wanapokea zile zaka, walitoa sasa ile 1/10 ya zaka za wana wa Israeli, wakampelekea Bwana ambaye ni nani? Haruni. Sasa ikawa mzaliwa wa kwanza ni wa Bwana. Sasa na Haruni ameambiwa ale. Atakula punda, atakula mtu. Mnaona? Sasa ikawa ukizaliwa wa kwanza ni punda. Punda haliwi. Kwa wanyama wote wasio safi, ukizaliwa wa kwanza, sheria ilikuwa katika Israeli, eza uuliwe. Bwana bariki sana. Tumesoma vunje shingo yake. Niweza huyo mnyama auliwe, au atafutwe mwana kondoo asiye na hatia afe badala ya mzaliwa wa kwanza. Bwana bariki sana. Na hata ukizaliwa ni mwanadamu wa kiume, wewe ni wa Bwana. Bwana ni nani? Haruni. Na anatakiwa akule. Kwa hiyo ili usiliwe, ubaki kuendelea kuwa ni wa Bwana, inabidi atafutwe mwana kondoo achinjwe badala yako. Bwana bariki sana. Kwa hiyo kuzaliwa kwa kwanza kuliwakilisha ukombozi. Ukombozi kwa damu. Kulitangaza kuja kwa Bwana Yesu Kristo kumkomboa bibi harusi. Bwana bariki sana. Kwa ile kitendo cha kuzaliwa mtoto wa kwanza kiliashiria kwamba ilitakiwa ni uawe, ilitakiwa nife, ilitakiwa niende kwa Bwana, lakini badala yangu mwanakondoo asiye na hatia ameenda Kalivari yangu, amenifia ili mimi niishi. Kwa mzaliwa wa kwanza alikuwa haishi hivi. Anajua kabisa mimi kutembea kwangu, mimi furaha yangu ni yule kondoo. Isingekuwa yule kondoo, mimi ningeliuawa. Mimi kutembea na kucheka ni yule kondoo. Kama sio yule kondoo, mimi nisingelikuwa hapa. Bwana abariki sana. Na Mkristo yeyote, bibi harusi wa Kristo, chochote ulicho ni Kalivari. Kama sio Kalivari, usingeliweza kuwa hapa. Bwana abariki sana. Si ajabu Bwana anakuja ibadani, anarukaruka ibadani, hata kumsifu hutaki kumsifu. Kuitikia amina hutaki. Kuimba na kucheza hutaki. Wanasema tupige makofi na vigelegele na shangwe kwa Bwana, wewe hutaki. Wazee wanasimama wanazunguka, wewe kijana umekaa. Lakini kama sio Kalivari, usingelikuwa hapa. Kama sio Kalivari, usingelikuwa hai. Isingelikuwa Kalivari, usingekuwa unacheka. Maandiko yanasema adhabu ya amani yetu, ili tuwe na amani kulikuwa kuna adhabu. Usingelipata amani pasipokuwa na adhabu. Na adhabu ilikuwa ni kifo. Kifo kilileta amani. Kwa hiyo adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tukaponywa. Bwana abariki sana. Leo hii unaweza kutembea, ni kwa sababu Bwana alipigwa. Leo hii unaweza kuzungumza, ni kwa sababu Bwana alipigwa. Leo hii unaweza kutembea na kumsifu, ni kwa sababu ya Kalivari. Kama sio Kalivari, wewe sio kitu. Najua huwezi ukaielewa vizuri. Unaweza ukafikiri ni wewe tu hivyo hivyo.
Lakini kama si Bwana, huwezi hata kunyanyua mguu wako, huwezi hata kutizama. Kuna watu wako hospitalini wanatamani watembee kama wewe, wanatamani waende ibadani, wanatamani wamwimbie Mungu, lakini hata hawawezi. Wengine wana pesa za kutosha, ziko kwenye benki, wanaweza kutoa mamilioni ya pesa wapate huo uhai, lakini hawana. Ni Mungu tu amekupa rehema. Kwa hiyo tunatembea tu kama mzaliwa wa kwanza alivyokuwa anatembea. Asingejisifu sana, asingejigamba sana, yeye angeishi tu kwa ajili ya Bwana, kwa sababu kwa kuanzia sheria ilimtaka uawe, lakini mwanakondoo akauawa badala yake. Kusikia, kutambua, kutenda kwa neno la Mungu. Bwana abariki sana. Paragrafu ya 9. Nabii anasema, sasa tunafahamu kabisa sisi watu ambao tunachunguza maandiko mchana na usiku na kusoma magazeti yetu na kusikiliza watangazaji wa habari, kwamba ulimwengu huu sasa umesimama mikononi mwa nguvu mbili kuu za kiroho, na zote ni nguvu za kidini. Bwana abariki sana. Unajua watu hawajajua kwamba sasa hivi shetani haji kama shetani, haji kama mchawi. Yaani akija kama mchawi, hiyo ni toleo lililopita, toleo la kale, yaani zilishapitwa. Bwana abariki sana. Lakini sasa hivi shetani anakuja kama dini, anakuja kama mhubiri, anakuja kama mhuduma, anakuja kama mchungaji akihubiri neno. Bwana abariki sana. Hapo ndipo utata unapoanzia, kwa sababu angekuja kama asiyeamini, kwa kuanzia tungemkataa kwamba wewe sio mmoja wetu. Lakini kwa zamu hii Yesu alisema kama siku zisingelifupishwa asingeokoka hata mtu mmoja, kwa sababu wakati wa mwisho hizo roho mbili zitafanana sana. Yaani hata zingelimpoteza mteule kama ingeliwezekana, lakini kwa sababu mteule ndo hawezi kupotea, yeye ndiye anayejua hizi roho mbili zikoje, na ni mteule pekee anayeweza kutofautisha kati ya roho wa Mungu na roho wa shetani. Lakini kama sio mteule, huwezi kutofautisha. Tukichukua jicho la kushoto na la kulia tukayaweka hapo, utajua hili ni la kushoto na la kulia, yote yanafanana. Ndivyo nabii anavyosema, yaani yote yanafanana kwa vigezo na kila kitu vinafanana, lakini kumbe kuna mmoja ni wa kweli, mmoja ni wa uongo. Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Si unaona sasa hivi tumefikia hatua bibi harusi anaonekana kama ameisha. Bwana abariki sana. Utasikia kwa Mwamposa mtu kafufuka, mara kwa Gwajima si ndani kaenda na miguu kapata miguu, huku anakuja na mafua, tunampiga mkono, tunampa jumbe kwenda. Hafu ukiona kule shamla mambo yanaiva yanawaka, utasema wa kweli ni upi? Bwana abariki sana. Wakati Musa yuko mbele ya Yane na Yambre akiwa na fimbo yake, akaigeuza ikawa nyoka. Bwana abariki sana. Tulianza sisi, nabii ndo alianza kutambua siri za mioyo, ndio akaanza kutambua, akafufua watu wamegongwa kabisa na gari amekuwa kama chapati, akarudi, ndio maana na wao akaanza kufufua. Lakini baada ya wao kuanza kufufua, hii sikatulia. Fimbo ya Musa ilitulia, zikabaki fimbo za Yane na Yambre zikifanya show. Bwana abariki sana. Ni kama vile bibi harusi katulia, lakini ndio fimbo yenyewe. Alafu hivi vikina Yane na Yambre ndivyo vinavyorukaruka huko. Bwana abariki sana. Kwa hiyo anayejua ukweli hatishiki. Hata kama najua huyu ni ndugu yangu alikufa, umemfufua, ana uzima wa milele? Hana. Muwe tu tena, afe tu. Umemfufua na hana uzima wa milele, inamsaidia nini? Aya, alikuwa mgonjwa mahututi. Wenda angekuwa mahututi vizuri zaidi, angekiri ujumbe wa saa. Umemwombea amepona, ndio linakuwa libishi kabisa, linaenda huko, inaenda huko kwenye mafuta. Kila unachomwambia mafuta,
mafuta. Sikaombea na mtumishi fulani. Umemrudisha, umemharibu. Ungemwacha tu pale pale imkaze vizuri. Asema ila kuna watu leo kunishuhudia. Ule ujumbe ni wa kweli. Huenda angeamini pale, wakati anaondoka, angeondoka vizuri. Umeenda na mafuta yako umemrudisha. Hizo ni vurugu. Walifanya sana hizo. Sio mapya. Yana na Yambre walifanya show. Sababu Farao aliita, akasema madhabahu yalikusanyika. Branham, hivi ishara nafikiri ndo anavyo tu yeye peke yake. Kwanza hata kanisa hana, jengo zuri yenyewe hana. Kama unavyoona tu hata kuwezeka. Sema, leta. Akawaita wakuu wake wa makuhani wake na Yana na Yambre. Ana muujiza eti. Fimbo imekuwa nyoka. Yaani kaja kajichimbia miaka 40. Amekuja eti ndo anita atatushtua. Yaani alihisi kwamba mimi Farao nitashtuka. Fimbo kuwa nyoka. Na kweli Musa alijua atashtuka. Sababu akijaye kutokea hicho kitu. Anaona jamaa. Musa. Zima kweli. Hivi. Oh, Yana na Yambre. Njoo. Wakapiga kitu hapo. Tena 2 zinafanya show. Alafu fimbo ya Musa ndio kama inaumwa. Ndio kama ilivyo sasa hivi kwa bibi harusi. Bwana abariki sana. Ndio maana Paulo aliwaambia, kama wasio na vitu kumbe ni matajiri. Kama wasio na furaha kumbe wana furaha tele. Kama maskini lakini wanamiliki vitu vyote. Muonekano wetu na uhalisia wetu ni vitu viwili. Bwana abariki sana. Ukimwona mwaminio ni kama hana hela, lakini yeye ndiye anamiliki kila kitu. Bwana abariki sana. Ni kama hana amani, lakini yeye ndiye ana amani tele. Sumbawanga inaendelea kukaa hivi kwa sababu kuna bibi harusi wako mahali hapa. Bibi harusi atakapoondolewa, Sumbawanga haitakuwa hivi. Anaifanya Sumbawanga kuwa hivi ni bibi harusi aliyeko hapa. Kwa hiyo dansi zao zote, muziki yao yote, kulewa kwao kote ni kwa sababu tuko hapa. Wathesalonike Paulo akawaambia, lizuialo mwalijua hata litakapoondolewa. Anayezuia ni bibi harusi. Bibi harusi akiondolewa tu. Bwana abariki sana. Bibi harusi akiondolewa tu, hii dunia haina amani yoyote. Haina Samaria yoyote. Haina adabu yoyote. Inategemea tu hukumu na vita na kuangamizwa. Wako viwandani wanatengeneza mabomu. Wanaandaa mabomu. Na mnasikia tetesi za vita na vita. Lakini hawataiharibu dunia mpaka bibi harusi aondoke kwanza. Bwana abariki sana. Hiyo ndio tunasema lizuialo mwalijua hata litakapoondolewa. Kwa hiyo ni fimbo ya Musa imetulia pale, lakini utakapofika wakati wa jioni, majira yalipotimia, fimbo ya Musa ikainuka zidi ya ishara zote. Ikachukua uchawi wa Yane, ikachukua uchawi wa Yambre, ikazimeza zote na ikabaki yenyewe kama yenyewe. Bwana abariki sana. Mwishoni mwa wakati, ishara na miujiza na nguvu zote zitaisha madhabahuni. Zitarudi kwa bibi harusi. Ndipo ule mvuto wa 3 utakapoanza kutenda kazi. Bwana abariki sana. Haitafanya kazi mpaka ule mbinyo utakapokuja. Mbinyo watakapotubinya vizuri, ndipo tatumia nguvu zetu. Hatujaomba, hatujaja ibadani bado. Bado kuna amani. Bado hali ni shwari. Wakati utakapokuja pale, ukakuta limepigwa kufuli, limeandikwa, limefungwa. Nabii anasema wakati huo watu wa Branham, watu wa Kristo watakuwa na wakati mgumu. Watakuwa na wakati mgumu. Na utakuwa ni mbinyo ili kukufanya utumie nguvu ulizonazo. Utakapokuwa umefungiwa ndani, hamna chakula, watoto wanakuangalia wewe, hapo ndo utakaposema na iwe mikate, na mikate ikawa. Kwa sababu hautakuwa na nguvu yoyote, hautakuwa na pesa isipokuwa neno la wakati.
Bwana abariki sana. Watakufungia ndani ya ukuta, utapita kwenye ukuta kama njia nyeupe, kwa sababu utakuwa na Bwana asema hivi. Wakati wa fimbo ya Musa itakuwa imenyanyuka ikitembea, ni bibi harusi akifanya show. Bwana abariki sana. Nabii aliita showdown. Mungu hajawahi kufanya show, lakini wakati wa mwisho aliahidi kufanya show. Hajawahi kufanya show tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu, hajawahi kufanya show, ila aliahidi zamu hii kwa bibi harusi wake, kwa watu wakati wa mwisho wanaodharauliwa, wanaonekana ni watu wamemfuata mzungu, wanaonekana kama wamepotea, wanaonekana kama hawana hela. Show atakayoifanya dunia haitasahau. Bwana Yesu awabariki sana. Ndio nabii anatuambia kwamba ulimwengu huu umesimama mikononi mwa nguvu kuu mbili, na zote ni nguvu za kidini. Wote wanahubiri, tena madhehebu wanahubiri vizuri zaidi na wanafanya vizuri zaidi. Sasa kuna mtu anakuwa anajiuliza, hivi mbona kama madhehebu wanatuzidi? Sasa hiyo ndo naenda kuijibu leo. Bwana abariki sana. Yaani kwa nini iko hivyo? Na Mungu amekaa tu anaangalia, anaelewa anachokifanya. Bwana abariki sana. Na ninaamini kwamba nguvu hizi kuu hivi karibuni zitafikia kwenye kichwa. Na nguvu hizi mbili kuu zote ziliwakilishwa katika wana hawa wawili wa Isaka. Jinsi ambavyo Mungu katika hekima yake isiyo na kikomo ametuonyesha mambo yote kimbele kwa njia ya mfano. Kwa Yakobo na Esau ni mfano wa bibi harusi na madhehebu. Bwana bariki sana. Huyu ni nabii, anatuonyesha, anatuambia. Theolojia haiwezi kukwambia hicho kitu. Hiki ni cha kwetu, kwamba madhehebu unayoyaona ni Esau, alafu bibi harusi unayemuona ni Yakobo. Sasa chunguza maisha ya Yakobo, ndio utajua kwa nini bibi harusi yuko hivi alivyo. Bwana bariki sana. Anasema ili kwamba mambo hayo tuweze kuyajua kwa hakika. Kwa hiyo Mungu aliweka Yakobo na Esau kutuonyesha bibi harusi na madhehebu watakavyokuwa. Bwana bariki sana. Ilifanywa iwe dhahiri sana kwamba Mungu na neno lake na maumbile na ulimwengu wake vimepangwa pamoja inakaribia kutendeka. Mungu amepanga hivyo. Hakuna mtu asiye na uzuru. Bwana wabariki sana. Sasa hebu tuone Yakobo na Esau ilikuwaje. Ndio utajua bibi harusi na madhehebu ikoje. Ikoje na itakuwaje. Bwana wabariki sana. Ndio maana kichwa nikakiita sio madhehebu na bibi harusi, nikaitwa ni haki ya mzaliwa wa kwanza. Kuna anayetaka haki ya mzaliwa wa kwanza na kuna anayedharau haki ya mzaliwa wa kwanza. Bwana bariki sana. Hapo ndipo utofauti wa muaminio na asiyeamini ulipo. Namna unavyochukulia mambo ya Mungu na mtu wa madhehebu anavyochukulia mambo ya Mungu ni vitu viwili tofauti. Namna unavyoiheshimu ibada na wao wanavyoiheshimu ibada ni vitu viwili. Bwana bariki sana. Wao sawa wanaabudu, wanafufua watu, lakini ibadani wananong'ona, wanafanya yasiyofaa, na bado ishara na maajabu zinatendeka. Lakini wewe ishara na maajabu hakuna, umetulia tu na mtaji huna, ni madeni kushoto na kulia, lakini unachojali sana ni mambo ya Mungu. Hiyo ndio ile haki ya mzaliwa wa kwanza ambayo Yakobo alijali sana na alitaka kuipata kwa vyovyote vile. Bwana abariki sana. Bwana abariki sana. Haleluya. Mwanzo 38 mstari wa 27 pale ambapo nitaka tusome. Mungu abariki sana. Kulikuwa kuna watoto wawili tumboni. Anasema 27, utaisoma habari yote lakini naanzia tu mstari wa 27. Ikawa wakati wa kuzaa,
walikuwako mapacha tumboni mwake. Bwana bariki sana. Hao ni watoto wa Yuda. Ikawa alipokuwa akizaa, mtoto mmoja akatoa mkono, mzalisha akautwaa uzi mwekundu akaufunga mkononi mwake, huku akisema huyo ametoka kwanza, kwa sababu yeye ndiye ana haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa zilipigwa. Bwana bariki sana. Kati ya bibi harusi na madhehebu zilipigwa mbinguni, zitapigwa duniani. Bwana bariki sana. Kwa zilianzia kule, na hata hao watoto walianza kupigana tumboni. Bwana bariki sana. Huyu Peresi na Zela walipigana tumboni, lakini aliyekuwa na haki alikuwa ni Zera. Katika kujikongoja kwake kutoka, akatoa mkono, mwamba akasema hautoki. Sasa alivyotoa mkono, mzalishaji akafunga uzi mwekundu, mwamba akamrudisha ndani, zikapigwa tena, alafu akatoka huyo Peresi. Bwana bariki sana. Anasema akafunga mkononi mwake, huku akisema mzalisha akautwaa uzi mwekundu akaufunga mkononi mwake, huku akisema huyu ametoka kwanza. Ikawa aliporudisha mkono wake, tazama ndugu yake akatoka, akasema mbona umepita kwa nguvu wewe? Mambo ya nguvu ya kuandame. Madhehebu wamekuja kwa nguvu, wamelazimisha dini kwa nguvu. Katoliki imeingia kwa nguvu, ikilazimisha na kuwaua watu wajiunge kanisa kwa nguvu, kwa lazima, kwa misaada na kwa pesa na kwa kuua na kwa kufanya kila kitu kwa nguvu. Wanasema umetoka kwanza wewe, mambo ya nguvu ya kufuata. Bwana bariki sana. Kuna mtu alimuuliza nabii, ule uzi mwekundu ulimaanisha nini? Ule uzi mwekundu, kwa nini huyu mzalishaji alifunga uzi mwekundu? Ulimaanisha ukombozi, kwamba atakaye toka wa kwanza yeye ndo atakaye kuwa mkombozi. Bwana abariki sana. Unajua vita ilipopiganwa kule mbinguni, wakati Lucifer na malaika zake wakatupwa chini, Kristo akiwa upande wa Mikaeli, yeye ndiye aliyekuwa mzaliwa, ilibidi aje azaliwe. Bwana bariki sana. Lakini zikapigwa, shetani akaja kwanza, akapitia kwa Kaini, alafu akaja mwingine Habili. Habili wa Adamu, Adamu wa Mungu, Kaini wa Hawa, Kaini wa shetani, shetani wa yule mwovu. Bwana bariki sana. Zilipiganwa, lakini ilikuwa ni ishara ya ukombozi, kwamba kuna mtu aliye na haki ya mzaliwa wa kwanza, na Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Bwana abariki sana. Kwa hiyo Kristo ndiye ametoka na ule uzi mwekundu, ile damu, ishara ya ukombozi. Kwa hiyo alianza kutoka, akazuiwa, alafu akaja huyu jamaa mwingine ambaye anaitwa Peresi, ndo akaja akajifanya kama yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Na kimaumbile ungesema mzaliwa wa kwanza ni nani? Peresi. Lakini bila uzi mwekundu, kwa sababu uzi mwekundu umeingiaje tumboni? Uzi mwekundu unaonekana huyo alikuja kwanza. Ndio maana Kristo ni mzee wa siku. Yeye alikuwako kabla Abrahamu hajakuwako, kabla mimi niko hajakuwako, yeye alikuwako. Ndio maana aliwachanganya Waisraeli. Wewe dogo wewe, hata miaka 50 hujafika. Yaani unasema kabla Ibrahim, ulimuona Ibrahim? Wewe. Bwana bariki sana. Sasa kabla Ibrahimu hajakuwako, mimi niko. Ndio maana amekuja na ishara ya ule uzi mwekundu, kuonyesha kwamba yeye alikuja kwanza, ila kwa sababu ya hali za mambo uovu ulitangulia. Na daima imekuwa hivyo. Hata kwenye mafanikio unaona watu wa madhehebu wanafanikiwa kwanza. Wamekuja kwa nguvu, wanachukua vitu kwa nguvu, halafu huyu wa halali anaonekana kama sio yeye. Kwenye maswali na majibu juu ya Waebrania sehemu ya 3 wa 57 mwezi wa 10 tarehe 6, paragraph ya 702, nabii anasema,
Sasa yeye alipojua watoto wake wako karibu kuzaliwa, walikuwa mapacha, na wakati mtoto wa kwanza kuzaliwa, zile desturi za kale za Kiyahudi, mtoto wa kwanza ana haki ya mzaliwa wa kwanza, na huyo kumbuka alikuwa ni mtoto wake wa kwanza. Hakuna yeyote kati ya vijana wale aliyekuwa amepata mtoto yeyote, naye alikuwa hajapata mtoto hata wakati huu. Na wakati wanawake wa kwanza alipotokea, ilikuwa mkono pekee, na mzalisha akafunga mkono wake kwa uzi mwekundu, kwa kuwa ule uzi mwekundu ulinena kuhusu ukombozi ambao yule mwana wa kwanza wa Bikira Mariamu angekuwa na ule uzi mwekundu ambaye ni Yesu Kristo. Bwana abariki sana. Wa ukombozi. Naye aliporudisha mkono wake, yule mwingine akazaliwa kwanza. Naye alipofanya hivyo alisema, mbona ulifanya hivyo? Yule mwingine ana haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo ndiyo maana ya Mwanzo 38. Mwaona ya kwamba yule mwana wa kwanza alisalia hata kule kuja kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa maneno mengine, hiyo haki ya mzaliwa wa kwanza, hiyo sheria ya mzaliwa wa kwanza iliendelea hivyo hadi kufikia kwa nani? Kwa Yesu. Yesu ndiye akafanyika mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Agano likafanyeje? Likabadilika. Bwana abariki sana. Kwa sababu agano linapobadilika, maana yake mzaliwa anakuwa ni mwingine. Yesu alikuja kwa ajili ya Wayahudi. Wayahudi wakamkataa, na Wayahudi walivyomkataa, mataifa akamkubali. Kumbuka, Israeli ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Bwana abariki sana. Hiyo iko kwenye Kutoka sura ya 4 mstari wa 22. Bwana abariki sana. Kutoka sura ya 4 mstari wa 22. Neno la Mungu linasema, nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wa kwanza wangu. Bwana abariki sana. Mungu akamwambia Musa, amwambie Farao, mwambie hivi, huyu unayecheza naye huyu ni mwanangu mimi. Na sio kwamba ni mwanangu tu, bali ni mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa sababu unamkatalia mzaliwa wangu wa kwanza, na sheria zinasema mzaliwa wa kwanza ni wa Mungu, kwa sababu hiyo naua watoto wako wote wa kwanza, wa mnyama na wa binadamu na wa chochote kile. Unaiona hiyo sababu? Israeli ni mwanangu mimi, ni mzaliwa wa kwanza. Ndio maana alisema, anayemlaani Israeli amelaaniwa, anayembariki Israeli amebarikiwa. Kwa sababu kwa kuanzia, Israeli ni mzaliwa wa kwanza. Na ndio maana Farao alipokataa kuwatoa, amekataa kumtoa mzaliwa wa kwanza, ili Mungu amtie adabu, ajue kwamba huyu ni mzaliwa wangu wa kwanza. Akaua wazaliwa wake wa kwanza. Kulikuwa na kilio nchi nzima. Yaani hadi ukienda kwa mende, wana msiba. Mende wa kwanza kafa. Kunguni kule vitandani wanasemezana, wanalia, kunguni wetu wa kwanza kafa. Kama na baba yenu naye kwenye mji, naye kule alikotoka alikuwa ni wa kwanza, naye kafa. Kwa hiyo baba kafa na mtoto wake wa kwanza kafa. Jumlisha Farao na mtoto wake wa kwanza, wote wamekufa. Unafikiri hicho kilio kilikuwa cha aje? Kama tu wanacheza mpira hapo Mandela wakishangilia, unasikia kama mji mzima Sumbawanga unashangilia. Sasa ndio hivyo ilivyokuwa kilio cha nchi nzima. Walilia. Yaani mpaka walitoka Farao na wenzao wakaanza kuwasaidia Waisraeli kupaki vitu. So waligoma wasitoke. Yaani waliwasaidia kupaki. Sio tu kuambia nendeni, na kupaki. Unataka nini? Na sabuni hii hapa. Unataka nepi hizi hapa. Hauna gauni za kutosha hizi hapa. Bwana bariki sana. Waliwapa kila kitu. Walisema huyu anayatoa wapi hayo? Bwana bariki sana. Yote yako humu. Unafikiri hata yako mbali? Yako humu.
Kutoka 13 mstari wa 17. Inasema ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuwaacha watu hao waende zao, Mungu hakuwaongoza kwa njia ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa watakapokutana na vita na kurudi Misri. Unajua kulikuwa kuna njia nyepesi tu ya kutoka Misri kwenda Kanaani, lakini hiyo shortcut kuna vita ya kufa mtu hapo katikati. Mungu akaona nikiwapitisha hawa wakutana na ile vita wanarudi hawa wanarudi asubuhi tu watarudi. Kwa hiyo bora niwazungushe, baadaye watafika Kanaani afu ndo wakapigane na hao majito. Watakuwa ashanijua mimi ni nani, wameshazijua ishara zangu, nimeshawapitisha kwenye bahari, wameshaiona nguzo ya moto, wameshaliona wingu, wameshaona ule mwamba ukiwafuata, wameona ile mana ya jangwani, wamefanya ushirika na mimi, nimeonyesha ibada zinafanyikaje, nimewapa hema, nimewapa Walawi, nimewapa makuhani, ndio waingie kwenye nchi ya nini? Kwa wanafika kwenye nchi ya ahadi tayari wameshamjua Mungu wao ni nani. Alafu ndo vita inaanza. Bwana bariki sana. Ndio maana unapoamini ujumbe, yani mambo yote ni rahisi. Yani uombe usiombe utalala vizuri, utaamka vizuri. Utafute pesa, utakushaka tu ndugu amekupa chukua 5,000 ndugu, Mungu akubariki. Bwana bariki sana. Mambo yote yako umezungushwa, umepitishwa njia fulani, ukaepushwa vita, usije ukarudi madhabahuni mapema. Lakini vita ipo inakusubiri. Yale mataifa 5 yapo pale pale. Bwana bariki sana. Kwa hiyo aliwazungusha, ndio maandiko yanavyosema. Kwa hiyo Mungu aliwazungusha huku akawafanya wasipite ile njia ya shortcut ambayo ilikuwa inapita tunakutana na Mfilisti na mnini wapige vita. Sasa madude yamejipanga kwa muda mrefu. Kwanza wamezoea kufiatua tofali, wakaanza kupishana na mishale. Ilikuwa ni shughuli. Bwana bariki sana. Mishale na tofali ni vitu viwili tofauti. Acha wapite kwanza jangwani, wajue kuimba ni nini, kumwabudu Mungu ni nini, kutoa zaka ni nini, mafungu ya 10 ni nini, ukimkasirisha Mungu anakufanyeje. Ndio maana unapokuja kwa Mungu, kila mwana amjiaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na anawapa thawabu wamtafutao kwa bidii, lakini lazima ajaribiwe kwanza. Kwa hiyo unapitishwa hiyo njia ya mzunguko, umjue Mungu ni nani, ujue shida ni nini, ujue kukosa hela kukoje, na ujue deni likoje. Yani deni ni nini, ili unavyoenda kumdai mwenzako kwa hasira unajua deni linaumaje. Unajua kuna watu wanadai hawajawahi kudaiwa. Daiwa kwanza ndio one kama una nguvu hiyo ya kwenda kumdai huyo. Bwana bariki sana. Kama hujawahi kukopa, tenda kudai tu kwa kifua. Ndugu, ujumbe gani huu ndugu? Hatuishi hivi. Hatuendi hivi. Usio ujumbe tulioamini. Wewe hujajua. Ndugu kabanwa. Na namna. Sasa kabanwa. Ila kwa sababu hujawahi kudaiwa, ndio maana umeenda hivyo. Ila ungekuwa umewahi kudaiwa, ungejua ikoje. Bwana bariki sana. Ndio maana kwenye ile sherehe Yesu akamwambia hivi, aliyesamehewa kidogo na aliyesamehewa vingi, yupi anayependa? Aliyesamehewa vingi. Na unajua ni kwa zile faulu nilizokuwa nazo, kwa wale makosa niliyokuwa nayo, kuingia mbinguni ilikuwa ni shughuli. Ila kwa sababu ameniambia naingia, nitampenda zaidi. Kwa sababu amenisamehe na haya, nitamtumikia zaidi. Nitaimba wimbo wa saburi. Huyo mtu akija ibadani, nitasema tu Bwana u sehemu yangu. Anaijua hiyo sehemu ni nini, kwa sababu anajua Mungu alikomtoa sio pa kitoto. Bwana bariki sana. Ndio maana Mungu hataki watoto wa kawaida hawa wakufaulisha. Yeye Mungu ni mama tai mkubwa ambaye akikuona umetulia tu, umekaa kwa namna fulani kwenye kitanda cha maua chenye manyoya ya sungura, anapuliza upepo, kitanda kikariki tena, wala baraka za Mungu huzioni tena. Unatoa fungu la 10 na ubarikiwe. Ni deni baada ya deni. Unajaribu kumaliza hili deni, mtoto anaugua. Na mtoto anaumwa, huna hela. Na ili atibiwe lazima ukope. Kwa hiyo yani unamaliza deni hili, unaanzisha deni. Na kuna muda unaanza tu kuyachezesha.
Huyu ndugu amedai sana, namfuata ndugu mpya, nampige 50,000. Kinipe 50,000 naenda natuliza 30,000. Inabaki 20,000 nasaidia watoto. Aking'aka na huyu naenda kwa ndugu mwingine hivyo. Hivyo ndivyo watoto wa Mungu walivyokuwa wanaishi. Na ndivyo hivyo wanavyoonekana hivyo hivyo. Yaani watoto wa Mungu ukiwaona ni kama vile hawaeleweki, kama vile ni wahuni, lakini kwenye huo uhuni ndio Mungu yuko hapo. Kwa sababu kuwa mtoto wa Mungu ni haki ya mzaliwa wa kwanza. Sasa Esau amezaliwa wa kwanza, anatakiwa awe mtoto wa Mungu, lakini anaona ile kuwa mtoto wa Mungu sio jambo la maana. Alafu Yakobo yeye anaona ile kuwa mtoto wa Mungu, mbona hiyo ndo naoitaka, japokuwa mimi sina hiyo haki, lakini kuwa mtoto wa Mungu hicho ndicho nachotaka. Na ndivyo ilivyo kwa bibi harusi. Maisha mazuri anayoona nao wale watu wa madhehebu, jinsi wanavyoomba Mungu anawajibu, jinsi wanavyokula vizuri, hivyo ndivyo bibi harusi anataka. Anaitaka ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Lakini lile jamaa Peresi liliingia kwa nguvu, likakaa pale. Lakini ile haki ni ya kwetu. Kwa sababu ile haki sio ya kwake, ndio maana mambo ya Mungu anayadharau. Akiambiwa kuna nabii amekuja duniani, anadharau. Akiambiwa kuna nguzo ya moto, basi ni nguzo ya kiberiti. Bwana bariki sana. Kwa sababu wewe ndio unashtuka hapo. Yaani kuna mtu unaweza kumleta ibadani akatoka na unamwambia, "Uliona zile picha?" "Niliona yeye." "Uliona nguzo ya moto?" "Ipi?" "Wapi?" "Kuna moto kanisani kwenu." "Labda niende tena nije nikaone mara ya pili." Bwana bariki sana. Anayeona nguzo ya moto ni wewe, ambaye ni mhusika. Unajua kabisa hii kitu ni kufa na kupona. Inapofikia hatua uchekwe, utengwe na ulimwengu kwa ajili ya nguzo ya moto, uko tayari. Wengine watoto wao walifukuzwa shule kwa sababu ya nguzo ya moto. Wakaona ni heri waache shule, lakini waambatane na wachache wa Bwana waliodharauliwa. Kwa sababu wao wanachotaka ni ile haki ya mzaliwa wa kwanza, ile kuwa mtoto wa Mungu, na watapewa. Kwa sababu Esau alizarau, akaiona sio kitu, akaiuza. Bwana bariki sana. Na Israeli Yesu amekuja awakomboe, wakaizarau ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa sababu Israeli ndio alikuwa mtoto wa Mungu, mtoto wa kwanza, akaizarau ile haki. Haki ikageukia mataifa. Bibi harusi tukaingia, tumekuwa ni mtoto wa kwanza kwa uhalisia. Na tunapata baraka zote ambazo Israeli alikuwa nazo. Ni watu wawili tu duniani wanaofaidika na Mungu. Niweza ni Mwisraeli au ni bibi harusi. Bwana habariki sana. Na Mungu ana mtoto wa kwanza mmoja kwa wakati mmoja. Alikuwa na mtoto wa kwanza mmoja ambaye alikuwa ni Israeli. Yoyote aliyemgusa Israeli alimgusa Mungu. Aliyemchokoza Israeli amemchokoza Mungu. Na Israeli walipojifanya kuwa ni mzabibu halisi, wakaona kwamba mambo ya Mungu sio sawa, wakauza kwa dengu, wakamuuza kwa vipande 30 Yesu Kristo. Neema ikageukia mataifa. Nyakati 7 zikaingia kwa mataifa. Wakaanza kupatikana bibi harusi ambao ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu, ambao ndio makuhani wa Mungu, ambao ndio wapakwa mafuta wa Mungu. Ukubali usikubali, bibi harusi ndio ambaye Mungu anamjua. Bwana bariki sana. Hapa wanaweza wakalia watoto wengi, nisijali. Lakini akilia mtoto wangu nitajua. Kwa sababu yeye ni mtoto wangu, ametokana na mimi. Hata kama sauti yake ni ndogo miongoni mwa kundi la watu wengi, lakini akilia, kilio hakitokei hapo, kinatokea ndani. Ndio maana kwa zamu hii bibi harusi akijitambua yeye ndiye aliye na nguvu zote za kuumba. Ndio maana Branham akaumba kindi na kindi akatokea, kwa sababu ule mlio hautokei mdomoni, unatokea ndani. Leo bibi harusi akiomba, hata kama unaona maombi yake ni dhaifu, lakini yeye yuko chini ya agano. Wakati ambapo Israeli walikuwa wanatoka na kifo kilikuwa kinaingia, walikuwa chini ya agano.
Akasema yule malaika wa mauti akipita, akiona damu, atapita juu yao. Na wakati wa mwisho, wakati dunia inaenda kwenye maangamizi, wakati kila kitu kinafikia mwisho, siasa zinafikia mwisho, wakati dunia inataka kuharibiwa, Mungu akimwona bibi harusi anapita juu yake. Bibi harusi hatapatikana na madhara yoyote yale, wala hataingia kwenye vita kuu, wala hataingia kwenye ile dhiki kuu. Yeye atapita, ataenda kwenye fungate, akamlaki bwana harusi mawinguni. Yeye bibi harusi ndiye mzaliwa wa kwanza. Zile haki zote zilizokuwa nazisema za mzaliwa wa kwanza anazo bibi harusi. Na ndio maana wakati wa mataifa unahesabika. Ulianza kwa Efeso, umeisha Laodikia, na hapa tuko mwishoni. Wakati wote bibi harusi atanyakuliwa, na atakaponyakuliwa ataenda kutana na mume wake. Halafu sasa yule mtoto mwingine aliyekuwa mkaidi, ndipo Yesu atarudi kule. Watamwombolezea, ulikuwa wapi masiku tunakusubiria? Anasema nilikuja kwenu na ndugu zenu walinitenda haya. Ndipo wale 144,000 watakapomwombolezea kwa muda wa siku nyingi, akijitambulisha kwao kama ambavyo Yusufu alienda kujitambulisha kwa ndugu zake. Lakini muda huo mke wake yuko kwenye jumba la kifalme. Bwana abariki sana. Moja ya siku hizi, hawa unaoona hivi unaotegemea si waje wao watakatifu kiaje, hawa ndio watakaonyakuliwa. Hawa unaoona na makando kando, hawa unaowadharau. Mungu haangalii ulivyo, yeye anaangalia moyo wako. Moyo wako una nia ya kumtaka Mungu, hiyo yatosha. Kama ndani ya moyo wako unamtaka Kristo kuliko vyovyote vile, hiyo ni haki ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo aliitamani hiyo na aliipata kwa vyovyote vile, na baraka ilikuja juu yake. Aliipata kwa njia ya halali, ilikuwa sio njia ya halali. Na sisi tumebarikiwa kwa halali, sio kwa halali. Baraka zilikuwa ni za Israeli. Israeli ndio walikuwa watu wa Mungu. Tangu enzi na enzi ilikuwa ni Israeli, lakini kwa sehemu ugumu umewapata Israeli ili bibi harusi aweze kuingia. Yeye amefanyika mtoto, yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Anatafuta ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Na nabii anasema kwenye paragrafu ya 135 kwenye huo ujumbe, haki ya mzaliwa wa kwanza ni Roho Mtakatifu, ni kuzaliwa mara ya pili. Kama usipopigana ukazaliwa mara ya pili, utakuwa uko sawa tu na Esau. Uliipata ile haki, lakini hukuifanyia kazi, ukaiuza. Bwana bariki sana. Wacha niisome hiyo, hata tukishia hapo inakuwa imetosha. Sijaenda kokote kule, lakini natumaini Mungu amewaonyesha kitu fulani. Bwana bariki sana. Ungehukumu kwa macho, ungemhukumu Yakobo. Bwana bariki sana. Anasema paragrafu ya 19, nisome hii kwanza. Lakini Yakobo ilikuwa rahisi sana kwake kuifanya, kama ambavyo ni rahisi kumpenda Mungu. Yakobo, kusudi moja tu Yakobo alikuwa nalo, hiyo ilikuwa ni kwamba alitamani haki hiyo ya mzaliwa wa kwanza. Haijalishi aliipataje, bora tu aliipata. Na roho hiyo ya kuzaliwa mara moja bado inawakilishwa ulimwenguni leo, na inakuja kwenye kichwa sasa: mwaminio wa kiroho na mtu wa kimwili, mwaminio wa kimwili. Kuna mwaminio anayeamini hajazaliwa mara ya pili, na kuna yule anayepambana mpaka aipate ile kitu. Bwana bariki sana. Ila bila kupoteza wakati wenu, niwasomee tu hiyo ya paragraph ya 135. Nabii anasema, sasa mtu yeyote anajua ya kwamba muhuri wa Mungu ndiyo haki ya mzaliwa wa kwanza. Bwana bariki sana. Tumeanza nao, tumeiona kwa Israeli ilikuwaje, tunaona sasa kwetu ikoje. Haki ya mzaliwa wa kwanza ni muhuri wa Mungu, Roho Mtakatifu. Waefeso 4:30 inasema, msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye umetiwa muhuri hadi siku ya ukombozi wenu. Wakati walipozaliwa mara ya pili, walijazwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kuzaliwa upya, tunajua hilo. Umechukuliwa mimba na Roho, nitakubali hilo, lakini mpaka uzaliwe. Umeamini ujumbe, uko kwa waaminio, ni sawa, hiyo ni mimba. Mtoto aliyeko tumboni ni mwingine, na anayekuja duniani ni mwingine. Changamoto za tumboni ni zingine.
Wewe umeamini ujumbe tu umekuja hivyo hivyo, lakini bado hujaipata ile haki ya mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo wewe unatembelea tu ofa. Unaimba, unacheza, unarukaruka tu. Lakini ukishampata yeye ndo utakumbuka ile usiruke zaidi ya maisha yako. Maana ukitaka kuruka unakumbuka kuna sehemu sijaweka sawa. Kwa hiyo unaruka kwa kiasi. Lakini ukiwa tumboni unaruka tunakanyaga kokote kule unakanyaga. Wewe huna baya. Uko kwenye process. Ndio maana nabii anasema Roho Mtakatifu ni kuzaliwa upya. Tunajua hilo. Umechukuliwa mimba na Roho Mtakatifu. Nitakubali hilo. Lakini mpaka uzaliwe, upate haki ya mzaliwa wa kwanza. Kuna mtoto amechukuliwa mimba ndani ya tumbo la mama yake, ana maisha ya aina moja. Hayo ni maisha. Na maskini seli zake ndogo katika mwili wake zinakunja na kupiga mateke na kurukaruka namna hiyo. Lakini anapozaliwa, ndugu Branham anapiga makofi mara moja namna hiyo, na kisha analia, anakuwa nafsi hai. Ukipata haki ya mzaliwa wa kwanza unampata roho wa Mungu. Ujumbe hautakuwa sheria kwako, utakuwa ni maisha. Lakini kabla hujazaliwa hujapata haki ya mzaliwa wa kwanza, itakuwa ni sheria. Yaani wewe kwa ibadani ni sheria. Wanasisitiza. Na wakina Elia wakikusisitiza unasema wanaongea sana. Kwa sababu bado wewe uko kwenye sheria. Kutoa sadaka ni sheria. Kutoa fungu la 10 ni sheria. Kukaa kimya ibadani ni sheria. Kutokuzungumza ibadani kwako ni sheria, kwa sababu wewe bado uko tumboni. Ukizaliwa ukapata kofi la injili, ukalia mlio mzuri, itakuwa tu ni maisha. Wala haitakuwa sheria kwako. Vitakuja tu vyenyewe. Bwana mbariki sana. Unaona? Na mtoto mchanga anaweza kwenda kanisani na kusema, "Lo, ninaliamini kanisa. Mimi nitaenda, nitafanya hivi. Mimi ni mzuri, nataka kutenda haki." Lakini anachohitaji ni pigo la injili kumwamsha ili alilie uzima wa milele. Na Roho Mtakatifu anapiga kelele ndani yake kama vile hakuwahi kupiga kelele hapo awali. Halafu ni kiumbe kipya, amezaliwa kwa Roho. Halafu anaanza kukua, kusonga na kuwa katika Mungu. Unaona, kama mtoto mchanga tu, mtoto wa kawaida alivyo na uhai wake ulimwenguni. Na wewe unakuwa umezaliwa kwenye familia ya Mungu. Hapo ndipo ukija kukomaa unafanyika mwana mwenye mamlaka. Lakini hivi vya kujifanya mwenye mamlaka huku, hata hujazaliwa uko tumboni unakuwa mwana mwenye mamlaka, unaweza ukafia humo. Kuna vitoto vinazaliwa vimekufa. Ubishi tu huko tumboni. Huko tumboni umeshajijaza Roho Mtakatifu, umeshajihesabia haki, umeshatoka kwenye imani, umeenda kwenye maarifa, kiakili tu, umeenda kwenye saburi, umeenda kwenye utaua, upendano wa ndugu, umejipatia na huduma, umejifanya mwana mwenye mamlaka. Kumbe bado uko tumboni hata hujawahi kuzaliwa. Lakini aliyezaliwa kwenye ufalme wa Mungu akaona maisha tofauti, akafunzwa vizuri, anajua namna ya kuongea. Anajua ni wakati gani wa kuzungumza, ni wakati gani wa kukaa kimya, ni wakati gani wa kufungua ibada, ni wakati gani wa kufunga ibada. Yeye amezaliwa, anakuwa katika kimo na maarifa kwa kumjua Mungu. Anapanda vile vipandio 7, baadaye ndio anafanywa mwana mwenye mamlaka. Na huyo ndio anaenda kwenye unyakuo. Hizi mimba hizi zikikuu, napata adabu kwanza, akili na kuingia. Tutakutana ngambo ya pili, lakini utapita njia ya mzunguko. Bwana Yesu Kristo awabariki. Darius, karibu uimbe wimbo uzaliwe tena. Amini nakwambia. Uzaliwe tena.